Vyombo vya habari kadhaa vimeandika kuwa Israeli inakusudia kuingia vitani na Irani bila Marekani. Ni kama vile wanasita kuingia na sisi, kwa hiyo tunachukua uamuzi wa sisi wenyewe kuingia kwenye huu mzozo moja kwa moja au kuamua wenyewe. Baraza dogo la mawaziri la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu liliitishwa kule Jerusalem katika kujadili mpango wa kuingia kwenye vita peke yao. Maswali ni mengi. Wana uwezo gani wa kwenda? Kwa nini mwanzo hawakwenda? Siku moja nilimsikia mchambuzi wa Kimarekani Jeffrey Sachs aliulizwa katika ile kitu kinafahamika kama 12 days war, vita iliyokwisha, kwa nini Marekani hakuanza mwanzo kwenye mzozo? Jeffrey alisema Israeli ilitaka kuingia na Marekani ikawa inasita, na watu wa MAGA wakawa hawataki kuingia. Halafu nikilizungumza hili MAGA, nadhani watu wengi wameniuliza kuhusu MAGA. MAGA ni nini? MAGA ni sera maalum ambayo aliingia nayo Donald Trump kwenye awamu yake ya kwanza alivyoingia madarakani. Inaitwa Make America Great Again, ifanye Marekani kuwa kubwa tena. Hii ndio ilikuwa sera ya awamu ya kwanza ya Donald Trump ambayo ilifanya vizuri sana katika ile awamu. Katika historia ya maraisi watano nyuma wa Marekani, basi Donald Trump awamu yake ya kwanza ilifanya bora sana kwa Wamarekani. Wamarekani waliona matokeo ya MAGA ya awamu ya kwanza. Trump aliipa, Wamarekani waliingiza pesa sana. Ni katika kipindi ambacho Wamarekani wanakikumbuka sana. Uchumi uliimarika kweli kweli. Kabla ya kuingia Joe Biden na kujiingiza kwenye vita ya Urusi na Ukraine, kidogo mambo yakacheza. Licha ya kuwa Trump alihudumu katika kipindi ambacho Marekani ilikuwa na corona. Kwa hiyo aliingia na sera yake ambayo inafahamika kama MAGA, Make America Great Again, unaifanya Marekani kuwa kubwa tena. Awamu ya pili ya Donald Trump akasema anarudi na MAGA yake ambayo itakuwa bora zaidi kuliko MAGA ya kwanza. Ndio maana ukichukulia hata kwenye mijadala, mfano kwenye midahalo waliokuwa ikifanya kati yake na aliyekuwa makamu wa rais wakati wa Kamala Harris, Kamala alikuwa ni mzuri kujieleza ukilinganisha na Joe Biden. Mwanzo alishindwa kujieleza na Trump akamtoa kwenye reli, lakini mdahalo waliofanya Trump mpaka Trump akawa anasema kuna watu wanakula mbwa, wanakula nini, na watu ikawa kama utani vile. Mdahalo aliofanya na Kamala Harris alifanya vizuri kwenye mdahalo, alikuwa na uwezo wa kupangua hoja vizuri sana, lakini kwenye kupiga kura wa Marekani walienda kumchagua Donald Trump. Kwa nini walichagua? Kwa nini waliacha kitu ambacho wameahidiwa kizuri wakaenda walichagua uchumi dhidi ya uhuru na demokrasia ambayo ilikuwa ikizungumzwa na nani? Na Kamala Harris. Kwa hiyo Wamarekani walimchagua Donald Trump kwa sababu walikuwa wanaamini bado ni muumini wa MAGA. Kwa hiyo ninapozungumza watu wa MAGA wana ugomvi mkubwa. Watu wa MAGA ni lile kundi la Donald Trump la kisiasa ambalo liliingia naye kwenda kutekeleza kitu kinaitwa MAGA. Sasa wakati wanaingia na sera, unajua wanasema hapa kwetu wanaita nini? Ilani yao ndio hiyo, ilikuwa inasoma tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Sasa ukitazama kwenye hiyo ilani walioingia nayo awamu ya kwanza na awamu ya pili, haya yote yanayotokea hivi sasa hayapo katika ilani yao. Yani hayapo katika watu wa MAGA. Swala la Irani, sijui swala la Venezuela, sijui nini, Greenland, ni vitu vyote vilikuwa havipo, lakini wamekuja kubadilishiwa. Sasa shida imekuwa wamebadilisha wakati gani? Nimeshalieleza kuhusu faili za Epstein na blackmail ambayo imetokea, ndipo palipobadilishiwa. Sasa Trump anacheza na vitu viwili, ima uraisi wake kujinusuru, ima gerezani kwake. Faili zilizotolewa juzi za Epstein zimemtaja Trump mara 1000. Trump mara 1000 zimemtaja, na vyombo vya habari vingi sasa vimekiri kuwa faili za Epstein zilitolewa kusudi kushinikiza Trump afanye mashambulizi dhidi ya Irani. Lakini washirika wa ndani wa Marekani ambao ni waumini wa MAGA wana mvutano mkubwa na AIPAC. AIPAC ni shirika kubwa la Kizayuni, siwezi kusema shirika la Kiyahudi, ni shirika la Kizayuni kwa sababu Wayahudi wa Marekani wamegawika sana, na Wayahudi wengi wa Marekani wanaamini kuliko zaidi ya AIPAC wanavyoamini, kwa sababu naweza nikakwambia mfano miaka miwili iliyopita ya maandamano makubwa yaliyokuwa yakitokea Amerika, hasa kuhusu kile kinachotokea Gaza, kuhusu kinachotokea Palestina. Maandamano mengi yaliyofanyika Marekani yameratibiwa na Wayahudi. Wayahudi wa Marekani ndio wanasimama na kukosoa. Unajua
Wayahudi wenyewe hasa wa kidini kama wale waliopo Israel, wale Haredi au ultra orthodox, na Wayahudi wengine walioko mashirika kama ya Marekani yaliyopo kule Peace for Jews for Peace na mashirika mengi sana ya Kiyahudi hayana mwingiliano. Wanakataa kabisa, wanasema kuwa Israeli, serikali hii ya Israeli ambayo ni serikali ya Kizayuni haiwakilishi jamii yetu. Unajua, ukitaka kufananisha mfano wa Wayahudi na Uzayuni, nitakuambia kitu kimoja, kuwa Waislamu wengi duniani hawafungamanishwi na ISIS wala Al-Qaeda wala makundi kama Boko Haram, kwa sababu ukitazama jinsi yale makundi yanachokifanya hakiwakilishi mafundisho halisi ya Uislamu. Ndio ilivyo. Kwa hiyo Waislamu wamekuwa na miaka mingi ya kujaribu kujitenga na msimamo wa ISIS, msimamo wa makundi yenye misimamo mikali ambayo yanatumia dini kama sababu kwa ajili ya kuhalalisha kile wanachokifanya. Ndiyo mfano wa Wazayuni. Wayahudi wengi wanajaribu kuifundisha dunia kuwaonyesha kuwa wao hawafungamani na Uzayuni. Yaani Uzayuni ni sawasawa na ISIS ndani ya Uislamu. Kwa hiyo Uzayuni ndani ya Uyahudi ndio unavyokuja kuwa ni kundi lenye msimamo ambao sio wa kidini. Nenda kachukulie mfano kadhia ndogo tu ambayo inayotokea ndani ya Israeli. Mfano wakati Israeli imebadilisha sheria ya Haredi kujiunga na jeshi. Wakati Israeli inaanzishwa ile 1947, sheria iliyopitishwa wakati huo ilisema kundi la Haredi au kundi la ultra orthodox, yani hawa ni Wayahudi wa kidini ambao ni Wayahudi hasa wanaofuata dini yao ya Kiyahudi. Kundi hili halitoshiriki kwenye masuala mengi ya kuunda serikali, ya kuingia jeshini, ya kufanya nini. Walikuwa ni asilimia walikuwa ni kama 1.5 kwa wakati huo, na Israel ilikuwa kama watu milioni kama 3 na kitu tu walioanzishwa wakati huo. Kwa hiyo ilikuwa namba kidogo, na wao Haredi walikuwa 1.5. Kwa hiyo wakasema lazima tuwahifadhi jamii ya Haredi ili waje kusimamia dini. Ndio hawa ultra orthodox ambao ndio wana msuguano mkubwa sana na serikali ya Israel. Yani wanasema hatuwezi. Sasa miaka imepita, leo hii Haredi wako 13% ya raia wa Israeli. 1.3 wao ni Haredi katika idadi ya watu takribani milioni 10. Milioni 2 ndani yao ni Warabu. Hawa Haredi wana msuguano na serikali baada ya serikali kuona kuwa jamii kubwa ya Haredi wanafadhiliwa na fedha za serikali, wanasoma kazi yao, lakini hawajiungi na jeshi. Ukiangalia sheria ya ndani ya Israeli inamtaka Muisraeli yoyote ahudumu jeshini kwa amri kwa miezi 36, yani kwa miaka 3. Hiyo ni amri kwa kijana yote. Kasoro hii sheria haifanyi kazi kwa 20% ya Waarabu ambao kiasili ni wa Palestina, haiwahusu kujiunga na jeshi. Halafu 13% haiwahusu ambao ni Haredi. Sasa mtifuano wa mawaziri ulianza kuwa wanataka sheria ibadilishwe, Haredi wajiunge na jeshi kwa sababu kuna uhitaji mkubwa wa wanajeshi katika kipindi hiki. Haredi wanasema hatuwezi kujiunga. Sasa angalia mtifuano. Kwa nini Haredi wanasema kuwa hatuwezi tukajiunga na jeshi ambalo linachanganya ndani yake wanawake na wanaume? Ukirudi kwenye imani ya ultra orthodox, hauwezi ukachanganya wanawake na wanaume kwa pamoja. Jeshi la Israel linakubaliana watu wa jinsia wapenzi wa jinsia moja kuongoza kuwa wanajeshi. Wayahudi wa kidini hawakubaliani na umagharibi huo wa kuendekeza masuala ya watu wa mapenzi ya jinsia moja. Hilo hawakubaliani nalo. Kwa hiyo wanasema hatuwezi kujiunga na hili, lakini wanasema hatuwezi kujiunga na jeshi ambalo linaweza likaua yoyote, hata watoto. Sio katika mafundisho yetu. Kwa hiyo hii ni jamii moja ya Wayahudi ambao Wayahudi wanaokuja kwenye. Sasa narudi kwenye hili la MAGA, Trump, AIPAC. Kwa hiyo ninapozungumza shirika kama la AIPAC la ndani ya Marekani, ni shirika la Kizayuni, sio shirika la Kiyahudi. Sijui tumeelewana? Shirika la Kizayuni. Ndani ya Marekani Wayahudi ndio waliongoza maandamano dhidi ya Marekani na Israeli. Ndani ya Marekani Wayahudi. Nimekuwa nikaonyesha mfano kama senator wa Vermont, Bernie Sanders ni Myahudi. Ni Myahudi kabisa. Lakini anakuambia hatuwezi tukatembea kwenye njia hii ambayo mnataka kututembeza. Kwa hiyo unaweza ukawa sio Myahudi na ukawa Mzayuni, kama viongozi wa Marekani wa ngazi za juu kina Ted Cruz, kina Lindsey Graham. Hawa ni Wazayuni, lakini wakati mwingine sio Wayahudi. Hata Joe Biden amewahi kujinasibisha kuwa yeye ni Mzayuni. Yeye ni Mzayuni kwenye hilo. Sasa kuna hili ambalo linaendelea. Israel anasema kuwa tutaingia wenyewe kwenye vita. Kwa hiyo ukirudi kile ambacho Jeffrey Sachs aliwahi kusema, akasema kuwa ile 12 days war ilikuwa ni makubaliano kati ya Amerika na Israeli. Lakini Marekani alitaka kutumia tena diplomasia kama anavyolazimisha hivi sasa kutumia, kuwa tupite kwenye njia ya diplomasia, tunaweza tukafikia mwafaka. Israel wakasema hiyo njia haiwezi kutupa matokeo tunayoyataka sisi.
Hii njia haina matokeo bora kwetu. Sisi matokeo bora kwetu ni kushambulia, na mashambulizi, we ndio mwenye nguvu, ni lazima ukubaliane kulifanya hili ambalo sisi tunalitaka. Marekani akajivuta, ndio wakaanzisha yale mazungumzo ambaye Steve Witkoff walikutana na Arakchi mara ngapi kule Muscat, wakaenda wakakutana Rome, wakawa wamepanga wakutane tena Muscat kama unakumbuka. Siku mbili kabla Israeli ikaanzisha mashambulizi. Israeli ilianzisha mashambulizi kwa mujibu wa Jeffrey Sachs, anasema kuwa walimwambia Marekani kuwa usipojiunga na sisi kwenye huu mzozo, sisi tutatumia nyuklia. Kama Israel anamwambia Marekani tutatumia nyuklia, hiyo ni kashfa. Yaani kuwa ikiwa Marekani atamruhusu kutumia nyuklia, manake Marekani atapoteza kabisa ushawishi wake na washirika wake moja kwa moja watajiengua naye, lakini atazua matatizo makubwa sana. Kwa hiyo Marekani ilibidi Donald Trump watume zile B2, wakatuma zile bunker buster, wakatuma ndege zaidi ya 100 na kitu kwa ajili ya kwenda kufanya mashambulizi. Ndio maana yale mashambulizi ya Donald Trump yale yalikuwa ni hit and run, yani alipiga na kukimbia kwenda kuandika kwenye mitandao, vita imekwisha, tumemaliza, kila kitu kimekwisha. Ilikuwa ni kuwaridhisha Israeli, kwa sababu Israeli walikuwa wamemblackmail Marekani kuwa usipojiunga na sisi tutatumia nyuklia. Sasa leo wanaleta ajenda ile ile kuwa wanataka waende kufanya mashambulizi. Sasa kuna kitu kimoja ambacho ndio vyombo vya habari vinazungumza, na nimemsikia mshauri wa masuala ya kisiasa wa Irani anarudia kauli ambayo ilitolewa na mshauri wa masuala ya usalama. Mshauri wa masuala ya usalama ni yule Ali Larijani ambaye alikuwa Moscow wiki jana. Alizungumza kuhusu kuna maendeleo ya mazungumzo ambayo yanafanyika, lakini nimemsikia huyu mshauri wa masuala ya kisiasa Ali Shamkhani anazungumza na kituo cha Al-Maidan. Hiki ni kituo cha Lebanoni. Alikuwa akieleza mambo mengi kuhusu nini kitatokea. Anasema kujiandaa sio vita. Vita ni yale matokeo ambayo yatakuja. Lakini kuna swali moja ambalo aliulizwa kuwa mbona kama mara hii Marekani anaihamisha sana vita, yani hataki vita itoke moja kwa moja kwa Israeli, na ndio maana kama nilivyowaambia kuwa wanakusudia labda vita itokee Jordan au vita itokee Qatar, au wanasema mara hii wanaweza wakatokea hata Azerbaijan, au wafanyie mashambulizi kutokea Diego Garcia, lakini wanaweza wakatokea Kuwait au wakatokea Iraq, katika maeneo ambayo wanahisi kuwa wanaweza wakaanzisha vita na mzozo. Alichojibu akasema hivi, akaulizwa, je, hapa mtaihusisha Israeli? Anasema huwezi kutenganisha mipango ya Marekani na Israeli. Hata kama Marekani atatuanzishia vita kutokea wapi, sisi majibu yetu yataanzia Israeli. Sio, umeelewa? Yaani kuwa hata kama Marekani hii vita ataigeuza aipeleke sijui wapi, lakini sisi hii vita tutarudi nayo kwa Israeli na tutaisukuma. Sasa kuna mazungumzo ambayo sasa vyombo vya habari leo yamezungumza kuwa kuna mazungumzo yatatokea wapi? Yatatokea Ijumaa, yataanza mazungumzo haya, yataanza kufanyika kule Ankara, Uturuki. Yatamkutanisha waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi pamoja na mwakilishi wa Marekani Steve Witkoff. Sio mazungumzo mapya, haijulikani kama ni mazungumzo indirect au vinginevyo, lakini kwa jinsi vyombo vya habari vya Irani vilivyoandika kuwa haya mazungumzo yataanza yasiyo ya moja kwa moja katika ile mazungumzo ya awali, yani watakutana yasio moja kwa moja kama mazungumzo yaliyopita. Hayakuwa ya moja kwa moja, licha ya kuwa mazungumzo yaliyopita Donald Trump alitulazimisha kuamini kuwa Irani wamekubali kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, lakini Irani wanakataa mara zote, wanasema kuwa Marekani haaminiki kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na sisi, kwa hiyo tutaweka nchi ya katikati. Kwa hiyo nchi ya katikati ilikuwa ni Oman. Wakati huo tunazungumza na Oman, Oman anafikisha ujumbe, tunazungumza. Sasa haya mazungumzo jinsi yatavyokuwa, yataanza mazungumzo ya pembeni. Yakianza mazungumzo ya pembeni, kama kutakuwa na mwelekeo, basi huo mwelekeo ndio utatoa majibu kuwa sasa Irani na Marekani wako tayari kuzungumza mazungumzo ya moja kwa moja. Hilo ndio linakusudia. Jamani, Israeli kuingia kwenye vita peke yake na Irani, hilo haliwezi. Na kama angekuwa naliweza, angeshalifanya siku nyingi. Hawezi kusimama. Anachomlazimisha kuwa ninakwenda vitani baba, najua mimi mwanao huwezi kuruhusu niumie au nidhurike au nife, najua utakuja kuingilia tu. Hicho ndio kinachotokea kuwa nakwenda, halafu ukifika kule umezidiwa, unamwambia mzee, basi sawa, wacha nife au najiua mimi. Kwa hiyo mzee ni mtoto wake ambaye nakupenda sana, nakuja kukuokoa na kukusaidia. Ndio ambacho kinaweza ikatokea kuwa Israeli anaona njia ambayo Marekani anataka kuitumia mazungumzo sio njia chaguo lake. Anataka apige shortcut kuwa yeye ndio aanzishe mzozo, kwa sababu alikuwa anataka kupunguza madhara, amruhusu Marekani aanzishe mashambulizi, halafu yeye aje kama fisi mwishoni apite. Hii inaonekana kama inakwenda mbali. Hatujui nini kitatokea, lakini mzozo wa Israeli, Amerika, Iran bado ni mbichi sana na hatujui hatima ya hili. Asanteni.